midfield ni tofauti na atakaopata katika Simba Sports. Lakini Simba itakuwa na option nyingi ya kumpasia. Mpwa tusisahau hapa pengine kama tungemwona Dumbia na timu yake iliyotoka huko pengine michuano ya kimataifa kuishia pengine kwenye quarter final kama Stade Malien au michuano ya CHAN, tumuone kama Djigui Diarra. Maana Djigui Diarra hata Yanga walimuona kwenye michuano ya CHAN kwa asilimia kubwa. Kiwango chake ambacho likionyesha, na sio ligi ya Mali kwa asilimia kubwa. Ligi ya Mali na ya kwetu, ligi yetu ni bora kuliko ya Mali. Upo sahihi. Hamuoni kwamba hapa Simba aliyemleta Dumbia Mungu anamuona huko aliko? Pamoja na yote bado kwamba kwenye time ya ujumla ambao tunasema mchana niliulizwa swali hilo na Farasi wa Vita. Nikasema mechi za msimu katika michezo 30. Yes, michezo bado 29 sasa. Yes, manake tunazungumza angalau michezo 7 mpaka 8 tutasema ni robo ya msimu. Unaweza ukamtathmini mchezaji vizuri kwenye general performance yake kwamba ndani ya michezo 8 hii ambayo ni robo ya msimu amedeliver kitu gani. Na mimi naamini kwenye ukakasi wa kuadapti mazingira kuanza kwa kupiga mark time kwa sababu ya kuchelewa kuadapti mazingira. Na mwenzetu mmoja hapa alikuwa ni Kachero Abisai Steven. Yes, last week tulikuwa kwenye show hapa akasema tena nitumie neno hili kuleta maana halisi. Alisemaje? Yes, alisema kwamba Dumbia anatatizwa na mazingira, yani kaja kwenye mazingira ya kisasa tofauti na sehemu aliyozoea. Yes, alitoa mfano wa ile catapult vest. Yes, ambayo GPS kwa ajili ya kusoma zile tracking performance ya. Hiyo ndio sababu na kuja hapo kwamba first time wakati anapewa alionyesha kitu kigeni. Anasema kwa mujibu wa Kachero kwamba kama kilimtekenya. Sasa ukiona mchezaji anatoka kwenye mazingira kama leo, sijui kama umenoti tukio alilofanya Dumbia. Yes, la leo. Noti bwana, kafanyaje bwana? Yani katangulia kutoka kwenye substitute bila mawasiliano mazuri, ili hali ikabidi muamuzi Ali Mlope amzuie mtu ambao alikuwa anaingia. Unajua sasa hivi kuna discipline ya substitute. Toka tumetoka kwenye maradhi ya corona, substitute imepanda kutoka wachezaji 3 mpaka wachezaji 5. Ndio. Wakati system hii wana introduce walisema kwamba madirisha ya substitute lazima yawe 3. Ndio. Maybe ukamuingiza mchezaji mmoja, ukamuingiza mmoja wakawa wawili, yani katika hizo madirisha 3 ukadonoa. Yes, alafu utakapofanya sabu ya mwisho ufanye 3 at once, au ukaanza na 3 ukaja na moja au ukafanya 4, lakini dirisha linao kuruhusu wewe ni hayo 3. Leo Dumbia alitangulia kutoka nje. Dumbia ndio. Yes, Simba kuna substitute walikuwa nafanya ya mtu ambaye ilichukua time, akaingia kabisa mchezaji wa kwanza, nafikiri alikuwa Maema. Umeelewa? Baada ya kuingia Dumbia alikuwa mpishi Maema au ampishi yule anayoingia. Dumbia alikuwa anampisha Mpanzu anapotaka kwenda kuingia, anapotaka kwenda kuingia mwamuzi anamkatalia, anamwambia bwana toka nje kwa sababu wewe bado muda wa dirisha lako, kwa sababu hili dirisha kama limeombewa la mtu mmoja, kwa sababu ni lazima mnyanyuke mkasimame pale force official. Fuata taratibu. Yes, ndio anaonesha. Kwa hiyo kama mchezaji mkubwa kwenye level wa Simba anafanya makosa haya ya kimtizamo, maana yake kilichosemwa labda na Kachero kina ukweli kwamba moja ya matatizo kulikuwa hakuna sababu alikuwa anacheza huko. Hapana, sasa hii ndio inakwenda kuunganisha dots kama alishangaa kweli GPS, kwa maana catapult vest anaivaa for first time. Abisai akatupanga Abisai bana. Basi hivyo, lakini hii inatosha kusema kwamba kuna vitu bado hajavi master. Lakini pia age yake kwa umri unaotajwa ni chipkizi kwa mzaliwa wa mwaka 2008 nafikiri 7 na 8 hivi. Maana yake ana vitu vingi vya kuendelea kujifunza. Kwa hiyo sasa hivi kumcriticize moja kwa moja katika mchezo wa kwanza wa ligi kuu leo ni mchezo wa kwanza, acha hiyo michuano mingine bado inakuwa mapema sana, lakini after robo ya msimu michezo 7-8 inaweza kabisa kutoa tathmini. Sasa nimemtafuta hapa Golden Boy za moyoni Mogela, kaka mkuu bwana huyu. Alikuwa mshambuliaji hatari mno Simba, hatari kweli. Za moyoni, habari ya mji Kasrobari? Nzuri tu, habari ya mjini huko. Safi kabisa, unaendeleaje mzee wangu bwana? Mimi namshukuru Mungu niko salama. Sasa mimi nimekupigia simu moja kwa moja hapa bwana. Timu yako ya Simba bila shaka umeshuhudia kutoka Kagame, umeshuhudia katika ngao ya jamii na hata pengine katika mechi ya leo ligi kuu soka Tanzania bara. Mjadala wetu hapa ni kuhusiana na nafasi yako ya ushambuliaji. Anaitwa Ibrahim Dumbia. Wewe Dumbia, namna ambavyo umemuona Dumbia huyu,
unaweza kumwelezeaje? Ni Simba imelamba dume, dirisha shafungwa hili. Sasa sijui utaratibu wao bwana, lakini unajua ndio wa mchezaji sisi tunasema si tumpe muda, ndio, lakini wanaopewa muda ni wanasiasa, kwa sababu ana miaka 5 anaweza akatekeleza majukumu. Kwenye mpira tunahitaji matokeo. Ndio. Sasa kama mnamleta mtu alafu wasifu ulikuwa mkubwa sana, maneno mengi, unajua mpira hutaki maneno, unataka vitendo. Ni kweli za moyoni. Na waliokuwa na mpamba ndio wamemletea matatizo makubwa. Hata waliweka matarajio makubwa sana kwake, ndio matokeo yake yanakuwa kinyume. Ndio. Sasa wamemuumiza mchezaji mwenyewe. Ndio. Pengine uwezo wake haukuwa hivyo, lakini kwa maneno yale watu matarajio waliweka makubwa. Kwa hiyo wadau nafikiri wa mashabiki kidogo imewavunja nguvu hiyo. Lakini wewe ukimwangalia, wewe alikuwa ni mshambuliaji Zamoni Mogela Golden Boy. Ukimwangalia Ibrahim Dombia, unaona kabisa anaweza kaisaidia Simba. Yaani ukimwangalia tukaletewa mpira na akauachia mpira, unaona kabisa Simba hapa itatikisa sana katika eneo lile. Itachukua muda, manake wao wanasema hajazoea mazingira. Sasa kwa mchezaji mahiri utakiwi kuzoea mazingira, unatakiwa tu unaonyesha ule uwezo wako na yani yani walokuchukua wajiridhishe kwamba hawakukosea. Ndio. Sasa sisi kinyume chake tunasema bado hajazoea mazingira. Ndio. Atazoea lini sasa? Tumpe muda miezi 3 pengine naye. Hiyo kutoa muda ni kwa wanasiasa, kwa sababu wao wanakuwa na miaka 5. Ndio. Kwa mchezo mpira tunataka matokeo. Ndio. Mpaka akija kuzoea ligi ishakuwa katikati au imekwisha. Sawa, Simba kwa sasa ni kama wana force number 9 Elie Mpanzu, ambaye katika msimu uliopita alionekana kuisaidia sana Simba. Selemani Mwalimu akitokea benchi pia anakwenda kuscore. Nao Selemani Mwalimu hayuko, yuko Elie Mpanzu na Ismail Mgunda ambaye ametoka Mashujaa amejumuika na Simba. Unaona bado force number 9 ni kocha back aendelee kuitegemea zaidi kuliko na washambuliaji ambao wamekuja hivi sasa, Ismail Mgunda na Ibrahim Dumbia. Ni kweli, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwenye mechi ya leo ndio Elie Mpanzu kasaidia timu. Okay. Sasa ndo mchezaji anatakiwa vile, unapopewa nafasi itendee haki. Kwa maana hiyo ni bora kumwanzisha huyu Mpanzu kwenye ile force number 9. Ndio. Anaweza kaleta matokeo, kwa sababu ameingia leo amesababisha goli la pili. Lakini Simba yako ambao uliichezea miaka ya nyuma, msimu huu unaionaje? Simba nguvu moja, taifa kubwa, unawaonaje Simba? Mimi naona hawako makini yani na timu hao wanaosimamia. Kwa sababu gani? Ndio. Wanakuwa na maneno mengi. Sasa mpira hutaki maneno, mpira unataka utekelezaji na vitendo. Ndio. Kwa hiyo uwanjani unakuta tofauti na yale yaliokuwa naongelewa. Sasa ile wanaangusha mashabiki na wanachama wao. Kwa hiyo viongozi wawe makini hasa kwenye usajili, utafuta wachezaji bora kama wenzao Yanga wanavyofanya. Labda kidogo sijui kwenye mfuko kuna shida au ubaili au ujanja. Sasa mpira hutaki ujanja. Ni kwamba unamaanisha Simba kumkosa Fei ni pigo? Nafikiri hawakuwa na umuhimu naye, ndio maana hawakutilia mkazo, kwa sababu ingekuwa wanamtaka kweli kweli ilikuwa agalimike kwa bei yoyote kama wanavyofanya yani engineer huko kwenye Yanga. Wakimhitaji mchezaji wao wanapandia. Mfano mzuri ni umeona huyo kijana Selemani Mwalimu. Ndio. Simba walikuwa na matumaini kwamba wanaye tayari. Ndio. Lakini mwishoni wenzao wamebadilisha upepo. Sasa Mogera anaposema walikuwa pengine hawakumhitaji kivile kinamna gani, manake namba za Faisal ni kubwa kuliko mchezaji yoyote pale Simba, na katika nafasi namba 10 ukiangalia bado hata Chama licha kuwa aliingia dirisha dogo akitokea Singida bado hakufikia namba za Faisal. Sasa unasemaje pengine hawakumhitaji au ndo tubaki pale kwenye ubaili? Nafikiri tubaki kwenye ubaili hapo. Wanaiangalia sana hela yao. Sasa kama mnataka matokeo mtafuta wachezaji wenye quality. Ndio. Ndio mnaweza kupata matokeo.
Kwa hiyo mkibania hela ndo matokeo kama hivyo, inabidi kwenda uwanjani na vidonge vya kutuliza mapigo ya moyo. Ni kama Simba unaiona kuwa bingwa pengine kuupata ubingwa msimu huu mbele ya mtani wenu Yanga Afrika? Bado mapema kutabiri. Ndio. Itakapofika katikati huko ndo tutaona nani ana mwelekeo, lakini sasa hivi bado mapema. Ni mapema saizi. Bado mapema sana. Sawa, mimi nikushukuru sana Zamoyoni Mogela Golden Boy. Haya, asante sana. Haya, ni mchezaji wa zamani wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Golden Boy huyo, moja kwa moja akizungumza mtazamo wake hapa. Mpo anacho kuongeza, nipokee simu hapa au nipokee moja kwa moja, tutakuja kumalizia dakika 5 hizi chapo kwa haraka. Wasikizi wetu walipi la kusema hapa. Msikizi, habari bwana, hakikisha unaweka mafuta ya kutosha bwana. Halo, habari? Habari hapo studio chuma cha Mjerumani. Safi kabisa. Nani uko wapi? Naongea na Hassan Mohamed AK budget kali kutoka Bamba Kibongere, Dar es Salaam. Wewe shabiki wa timu gani shekhe wangu bwana? Simba Sports Club. Namna ambavyo umeitazama Simba yako leo, vipi? Umeridhishwa na ushindi? Ushindi nimeridhishwa nao. Ndio. Lakini performance ya ujumla ya timu bado. Shida iko wapi wakati timu ni ile ile? Shida ipo kwa sababu unajua kwenye timu lazima uwe na wachezaji ambao wanaamua mechi. Ndio. Ila sisi na wachezaji wachache ambao wanaamua mechi. Okay. Kwa ndo maana hata tumekuja kupata goli la kwanza dakika za mwishoni kipindi cha kwanza. Ndio. Na maana bado timu ukweli haicheze kwa ushawishi yani. Okay, haikushawishi Simba. Haishawishi jinsi tunavyocheza kwa sababu unajua timu yote ambayo inagombania ubingwa inacheza kwa ushawishi. Ndio. Sawa, vipi kusane na kuhusu wajina wako bwana, wajina wako Dumbia? Ndio. Mimi pale hamna mali. Una maana gani kusema hivyo? Taifa linakusikiliza. Taifa linakusikiliza. Unaongea maneno gani hayo? Ndio nasema kama pale mshambuliaji hamna. Kivipi? Amekosea nini? Mshambuliaji anapima kwa magoli. Sasa magoli afunge. Na maana kuna mshambuliaji hapa.